Naam, na ripoti kutokea hapa katika makao makuu ya klabu ya soka ya Young Africans, na niko na mashabiki wa Young Africans baada ya mchezo wa jana, sare ya mabao 2-2 dhidi ya Simba Sports Club. Mimi niko na official mume. Vipi ndugu yangu? Heri. Safi. Tumekutana leo makao makuu. Tupo makao makuu hapa. Tumekunywa chai ya maana, sio supu. Tumepiga chai mayai, kababu, egg chop. Hakuna andazi, kuna vitu vile line sana, zile nyama za kusaga nini, ndio chai ya Young Africans. Hakuna kitumbua, hamna maharage, yani ni chai ya maana sana. Ni chai ambayo unaweza ukanywa leo, njaa ukaisikia wiki ijayo. Ni chai nzuri sana. Lakini baada tukitoka hapa tunakwenda kuogelea. Tutakwenda Mbweni kuogelea na mapumziko yatakuwa katika nyumba yetu White House pale Mbweni, nyumba kama Ikulu. Ni kwa sababu mtu kwao, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanachama wa Yanga, alafu Yanga wana nyumba pale Mbweni. Ile nyumba yangu si kama hapa, hii nyumba yangu na ilipia kila mwezi 2000. Ya kwangu, na Mbweni na nyumba ile ya kwenu kumbe. Ya kwetu ile. Sasa wewe unaweza kubadilisha nguo sehemu sio yako, si utakimbizwa, utaambiwa mwizi. Lakini nikitoka hapa na kwenda kuogelea, nikitoka kuogelea naingia katika nyumba yetu White House napumzika. Na chakula cha jioni nitakula pale pale Mbweni. Mbweni. Sehemu yangu ilonipa ushindi. Hiyo sare tu mnafanya. Sare sisi kwetu ni ushindi. Unajua ukitoka Suluhu ugenini ni kama umeshinda. Alafu nikwambie kitu kwamba pointi 5 zimeganda pale. Pointi 5 zimeganda pale. Kwa hiyo najivunia hilo. Alafu niwaambie watu kwamba tuliwafunga Simba mara 6 mfululizo, lakini katika ligi tukaenda Zanzibar tukatoa Suluhu. Ikawa mara 6.5. Lakini jana tena tumetoa Suluhu. Sasa nusu zikawa 2. Nusu kijumlisha nusu, sasa Simba tumefunga mara 7 mfululizo. Mimi nahesabu kwamba ni mara 7 mfululizo kwa sababu nusu zishakuwa 2. Nusu tumetoa Suluhu Zanzibar na tukatoa Suluhu hapa Mbweni. Kwa hiyo ni mara 7 mfululizo. Wanasema mmefurahi sare. Yaani kutoona Simba nyewe mnafurahi dhahiri, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo walikuwa wao wakitoa sare na nyie walikuwa wanafurahia. Nikwambie kitu brother. Sisi ubingwa tunachukua, tunapewa na Simba. Hatupewi na timu yoyote Tanzania. Ubingwa wa Yanga unatokana na Simba. Ni kwa sababu Simba ndo anatufanya sisi tuongoze ligi. Kama Simba angekuwa anatufunga, tusingekuwa tunaongoza ligi. Lakini misimu yote 4 wakulaumiwa sio Singida, wakulaumiwa sio Mbeya City, wakulaumiwa sio Mtibwa, wakulaumiwa ni Simba ambaye anatupa sisi pointi zote. Na mwaka huu katupa pointi 2. Tunaongoza pale sasa tuna 5 juu, ni kwa sababu ya Simba. Lakini kama mfano Simba angetufunga mechi 2, sisi tungikosa pointi 6. Simba singekuwa anaongoza ligi kwa pointi 1 juu. Wanadai wanasema kwamba msimu huu wamepata kweli. Hawajajipata. Anayejipata huwa anaongoza ligi. Anayejipata anaongoza ligi. Ukiona mtu aongozi ligi, huyu hajajipata, huyu anajitafuta. Lakini Yanga yeye ndio anaongoza ligi, ndio timu ambayo imejipata. Kwa hiyo sisi tunasema tumejipata, wao bado hawajajipata, wanajipata tu. Sasa katika NBC mtu amekuzidi pointi 5, wewe umejipata brother. Chama anageuka kwa bondia. Chama anapigana sasa hivi, anapigana na meneja wetu. Chama nini? Chama mcheza mpira vizuri, baki na sifa yako ya kucheza mpira vizuri, sio ngumi. Sifa ya Chama ni mpira, sio ngumi. Kwa hiyo atajirekebisha kwa hilo, nadhani watu wa karibu watamrekebisha, asitumie hasira zile za kupigana na watu wengine tofauti. Wamekaa kikao na kusema ya kwamba wanachokidai mwamuzi hakuwa mkwaju ambao Diarra alichezea faulu Basege, kama mliona. Tuliona mikwaju mingi, hata sisi tulipata style ya kupata penalty. Morocco ni Spain brother, kwa sababu Spain na Morocco ni hatua 5 tu. Mataa ya Morocco akiwashwa usiku unayaona yale Spain. Ni waamuzi kutoka Ulaya wale. Sasa hivi tena wamtaki mwamuzi. Wanamtaka nani sasa? Wanamtaka Arajiga au Kayoko?
wanaendelea kujifariji kwamba mbio za ubingwa bado wanaona wana matumaini na wanaona kuna haja kwenda kuchukua. Imeisha hiyo brother, imeisha. Yanga kikutangulia pointi 5. Unajua mwaka jana sisi Simba tuliwatangulia pointi 1 na tukacheza wao na sisi. Ikawa kama ni finali. Tukawafunga siku hiyo mechi. Tukawafunga point, tukachukua pointi zetu 3, tumewafunga goli 2, tukaondoka zetu. Lakini unapokutana na Yanga imeshakuzidi 5 na wewe ushacheza nayo. Ni bora Yanga imekuzidi pointi 5, wewe ndio una harakati za kwenda kuishusha. Lakini umecheza na Yanga ambayo wao umegawana nao pointi. Ina maana unamtegemea nani amshushe Yanga? Hiyo sasa ndio naomba msaada kwa watu. Ndio maana timu zingine zinasemaje, wewe Simba mwenyewe unamshindwa Yanga, sisi tutamuweza vipi? Ikiwa wewe unamshindwa Yanga, sisi tutamuweza vipi? Unajua Simba wanataka kumpa kazi Mungu. Simba wanataka kumpa kazi Mungu. Wanataka kumwambia Mungu tusaidie tushinde. Alafu wanataka kumwambia Mungu tusaidie Yanga afungwe. Sasa hizo kazi kumpa kazi Mungu, rafiki yangu, unamshurutisha Mungu. Hiyo unamshurutisha Mungu hiyo. Sasa sawa, mtu unabeti timu 10. Unaomba Mungu timu ya kwanza ishinde, unaomba Mungu mpaka timu 10 ziishe. Lakini Mwindi anaomba Mungu timu moja ipotee tu. Umeelewa? Yaani mazingira ya kutatanisha sasa. Mwindi anaomba timu moja ipotee ili beti yake iende. Lakini wewe unaomba timu 10. Kwa hiyo unampa kazi Mungu. Kwa hiyo Simba wanachotaka sasa hivi ni kumsumbua Mungu. Kwa msimu huu umeshindwa kuifunga Simba Sports Club tofauti na msimu kadhaa hapo. Shida nini sasa? Simba imezidi kuimarika na kuwa bora zaidi. Kila msimu unapoendelea au changamoto ni Young Africans imeshuka kwa? Hakuna shida kwa sababu hata TRA nayo inatoa suluhu na Yanga. Hiyo ni vitu vya kawaida sana. Timu ndogo kutoa suluhu na timu kubwa ni vitu vya kawaida sana. Kwa hiyo Simba kutoa suluhu na sisi sio kwamba Yanga imeshuka kiwango ama Simba imepanda kiwango. Simba ingepanda kiwango, Zanzibar ingetufunga zaidi ya goli 3. Na Simba ingepanda kiwango, jana zile goli 2 zisingerudi. Ogopa sana mtu ambaye ana comeback. Mtu yoyote, sehemu yoyote mtu anayerudisha, huyo ndo mwanamume. Vipi kama ile comeback angeifanya Simba, yani goli 2 atangulia Yanga hapo? Simba wangeweka vigelegele na wangeweka ngoma mtaani. Kurudisha goli 2 si mchezo brother. Sasa zile 2 ndio mngetangulia. Goli 2 ni nyingi brother. Hivyo umeoa? Tuulize sisi tuliooa. Brother, goli 2 ni nyingi, huwezi kurudisha. Zile 2 kwa mfano na Yanga Africans hazisingerudi. Mtu anakufunga 2 zinarudije? Zisingerudi. Yaani Simba mimi naona kwamba kama amejambia kwenye maji hivi. Yaani goli 2 mimi unanifunga narudisha. Wewe Simba tungeutangulia goli 2 urudishe, basi tutakuwa mapunguani kidogo. Dakika yani sisi tutakuwa mapungu yeye. Yaani zile goli 2 nilimuona msemaji wao anasema kwamba ukifungwa goli unazidi kuchanganyikiwa, unafungwa hadi goli 4 5. Sasa sisi tulivyowafunga zile goli 5 walichanganyikiwa, ndio maana tukawafunga goli 5. Wasije wakampa zigo la lawama Aish Manula kwamba zile goli tuliwafunga wao 5 zile ni goli, speed yetu ilikuwa kali. Huku unamkuta huku Aziziki, huku unamkuta Pakome, huku unamkuta Mzinze yuko kwenye moto wake, huku unamkuta bwana mdogo yule wa kuchomekea Max Zengeli. Sasa wewe unalaumu vipi kufungwa goli 5 unakuja kusema Yanga kama kanunua? Haya, turudi sasa katika swali la kununua. Je, Yanga jana amenunua? Turudi katika swala la kununua. Zile goli 2, kama zile goli 2 angeshinda Singida, alafu Yanga kipindi cha pili anachomoa zile goli 2, wangesema Singida tumemnunua. Si unanielewa? Lakini kafungwa yeye Bebelu. Tumerudisha zile 2. Kimya. Na chai inashuka. Asante.